privacy za watu. Sisi sote kwenye nchi tuna faragha na zimetajwa katika sheria mbalimbali. Faragha ya mtu, utalinda hadhi na faragha ya mtu kwenye sheria zote nyingi. Tukienda kwenye sheria ya mawasiliano kuna faragha imetajwa. Ukienda kwenye sheria ya ushahidi kuna faragha imetajwa. Ndio maana hata mahakamani kesi za ndoa na talaka au kesi za watoto wadogo hazisikilizwi faragha anani wazi kwenye public. Mmekuta wapi nini kesi inamhusu mtoto mdogo au kesi ya talaka mtu inaenda kusikilizwa kwenye public? Inasikilizwa faragha. Inawezekana kwenye ndoa hiyo kuna mambo watu walirushiana maneno makali ambayo jamii nyingine haipaswi kusikiliza. Sasa tumesikia klipu zinatembea ya Nape Nnauye akiongea na mzee Kinana. Tumesikia ya bwana Membe akiongea na mtu mmoja sijui uko Mtwara. Na kwa mujibu wa mazungumzo ya Nape na Membe na Kinana, Nape anaonekana alizungumza pia na mzee Mwandosha. Kwa hiyo inawezekana ikawepo clip ya mzee Mwandosha. Kuna mazungumzo kati ya Kinana, kwa mujibu wa ile clip alizungumza na mzee Mkapa, na Mkapa akazungumza na Rais Magufuli kumwambia kwamba kuna watu wana malalamiko. Kwa hiyo inawezekana kuna clip ya Kinana na Mkapa na Mkapa na Magufuli. Haya mambo hayawezi kufanyika katika nchi inayoheshimu utu wa watu. Tunaitaka TCRA ndio yenye mamlaka ya kusimamia makampuni ya simu, itoe taarifa sahihi ni nani aliyefanya kazi hiyo chafu ya kishetani. Unaporuhusu wahuni au watu kurekodi watu, nchi hii kuna mabalozi hapa wanawakilisha nchi zao, wana faragha zao, wakiwa na jambo wanaitwa wizara mambo ya nchi za nje. Sasa mnataka kutuambia kama Kinana na Nape amerekodiwa, nani ana uhakika kwamba balozi wa Marekani hajarekodiwa? Balozi wa Uingereza hajarekodiwa? Viongozi wetu wa vyombo vikubwa hawajarekodiwa? Mimi sijarekodiwa. Sisi viongozi wa upinzani hatujarekodiwa. Kama wamerekodiana wenyewe kwa wenyewe, sisi vipi? Wengine vipi? Tuache utamaduni mbaya kabisa. Unaweza kutuingiza katika mgogoro kuikuta TCRA inafungiwa na shirika la mawasiliano la kimataifa, kwa sababu TCRA inapewa masafa na yenyewe inasimamiwa na shirika la mawasiliano la kimataifa. Hakuna mtu ambaye yuko huru 100%. Kila chombo kina chombo chake. Ukienda kwenye ndege kuna IATA, hapa kuna kule kuna IATA. Sasa ukienda TCRA kuna chombo ASRA, nadhani ASR, naweza kuitafuta ASR. Inasimamia TCRA, tusifikishe huko. Tunataka vyombo vinavyohusika vyote vya ulinzi na usalama, TCRA na makampuni ya simu ambayo Nape, Kinana, Membe na wengine waliorekodiwa ambao mpaka sasa na mzee Makamba tepu zao zimetoka akiongea na Januari, waeleze ni nani anayefanya kazi hiyo ya kurekodi watu. Maana kama amerekodi, huwezi kurekodi kipande kidogo tu. Inawezekana hao watu wamefuatiliwa kwa muda mrefu. Sasa mtu kama ameongea mpaka na mke wake na hawala yake, amerekodiwa. Sasa zikitoka leo labda Kubenia au Membe au Nape au mtu mwingine alikuwa anaongea na hawala, zikatoka mke wake, si unavunja ndoa za watu? Sio jambo la kuliacha hivi. Kama mzee Mkapa amerekodiwa na Kinana, kwa vyovyote vile mzee Mkapa na mzee Kinana
walikuwa wamezungumza muda mrefu. Sasa inawezekana siku hiyo labda wao walikuwa na dini na Kinana na Mkapa. Sasa mzee Mkapa kama aliongea na nyumba ndogo, mama Ana atajisikiaje? Kama mzee Makamba alirekodiwa tu siku hiyo anazungumza na Januari, inawezekana walimrekodi sana. Sasa je, kama aliongea na nyumba ndogo, mama Januari anajisikiaje? Tuache utamaduni huu. Hilo la kwanza. La pili, mimi nafikiri, na wala nilikuwa sitaki niingie sana kwenye suala la nani ameteuliwa amepataje. Maamuzi ya kuteua mtu ni ya rais. Maamuzi ya kumwacha mtu ni ya rais, yako kwa mujibu wa katiba. Anaweza kumteua yoyote ili mradi ana sifa ikiwemo raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tunateua watu katika mazingira gani? Katika mazingira baada ya kumtukana mtu. Yaani tukio fulani linapita, watu fulani wanatukana watu. Sasa ile inaonekana kama rushwa ya madaraka. Hongo, umehongwa. Na unatengeneza kizazi watu waendelee kutukana watu kwa sababu wanajua kisha kumaliza kazi ya kutukana anapewa nafasi. Ukimaliza kazi ya kudili na mtu fulani, wewe unapewa nafasi unaendelea. Nadhani sio taratibu nzuri. Tunataka kujenga taifa la Watanzania lenye umoja, mshikamano, utu wetu na linalolinda muungano wetu. Hizo ndio tunu za taifa ambazo baba wa taifa hili alituachia: umoja, mshikamano, undugu wetu na muungano wetu. Tunaweza tu kuwa maskini sana, lakini tumekuwa maskini sana, tumefunga mikanda wakati wa vita vya Idi Amin mwaka 78 79. Tulikuwa tunakula dona la njano, wale wa kizazi cha zamani wanafahamu, ambalo kule Marekani wanasema wanapewa wanyama. Tulikuwa tunakwenda shule za msingi, sisi wengine tulisoma tukiwa tumevaa kaptula ya kile kitambaa cheupe kinaitwa kaki. No, sio kaki, ambacho kinatumika kusikia watu kama sanda, kile cheupe. Sisi tuliosoma katule ina lugha mbalimbali, jinja cheupe kabisa, lakini unavaa shati jeupe, suruali nyeupe. Baadaye tukaja kubadilisha tukatengeneza kaki. Lakini tuliweza kwenda shule, tukasoma vizuri, tukafaulu, tukalinda utanzania wetu. Umaskini wetu ni sehemu nyingine, lakini utu wetu, heshima yetu, undugu wetu, umoja wetu na muungano wetu. Watanganyika na Zanzibar ndio unaotufanya sisi leo tuitwe Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tusiruhusu watu kutuvuruga kwa kuvunja muungano wetu, kuleta chokochoko za kuvunja muungano wetu, kutugombanisha sisi kwa sisi, kutukana wazazi wetu na kututoa katika utu wetu. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuunga mkono watu wenye misingi hiyo, wenye tabia hizo, wanazotaka kutugawa na kutugombanisha kwa misingi ya dini, vyama vya siasa, makabila yetu, dini na vitu vingine vyote, labda huyu mtu wa huyu, huyu mtu wa huyu. Hapana, sote sisi tunaitwa Watanzania sote, na sote sisi tuna pasipoti moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukitaka kusafiri kwenda huko, huulizwi wewe CCM, huulizwi wewe Chadema, huulizwi wewe mtu wa Membe, huulizwi wewe mtu wa Magufuli, huulizwi wewe mtu wa Mzee Kinana, huulizwi wewe mtu wa Bashiru, huulizwi wewe mtu wa nani. Unaulizwa wewe ni Mtanzania, ndiyo pasipoti yako. Hapo ndipo Mwalimu Nyerere alituacha. Viongozi wetu wasiruhusu kutuondoa katika hiyo misingi.